Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Karibuni kwenye somo la 12 na kichwa kinachosema Esther et Mardochée. Notre verset est à mémoriser. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe chapitre 49 verset 6. Nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata mwisho ya dunia. Tukiwa na swali, changamoto, comment, unaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama kwenye comment yetu ya hapa YouTube. Rafiki yangu nikusihi kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Hivi ufanyapo hivyo unakuwa umefanya utume kwa watu wengine. Shalom, mahali ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Hivi Mungu ni mwema kwa sababu amekupatia neema ya kusogea karibu naye kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia ambayo ni moyo wa kanisa. Nikukaribisha kwenye somo la leo mardi na kitu kinachosema le témoignage fidèle de Mardochée. Le témoignage fidèle de Mardochée, ushuhuda wa Mordekai wa uaminifu. Ushuhuda wa Mordekai wa uaminifu ndio somo letu la leo. Kwenye Esther sura yake ni ya 3 mstari wa kwanza hadi wa pili, tunaona kwamba mfalme alikuwa ameamuru kila mtu amheshimu Hamani. Hamani alikuwa amepewa kacheo ka juu kidogo kuliko ya watu wengine wote, na ilibidi watu wote wamwabudu. Hivi kila mara alipokuwa akipita mlangoni, watu wanampigia magoti. Watu walikuwa wanamwabudu, wanampatia heshima. Okay. Heshima za juu ambazo hata zilikuwa zinafaa kwa Mungu pekee, walianza kuzitolea hata Hamani. Lakini kumbuka kwamba Mordekai alikuwa amepewa pale kazi mlangoni akifungulia watu wanaoingia. Yeye kila mara Haman alipokuwa akipita, Mordekai hakuwa akipiga magoti. Kwenye fungu la pili, Esther sura ya 3 fungu la pili linasema Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Mordekai hakuwa akipiga magoti, hata hakuwa akimwabudu huyo. Kiasi ya kwamba kwenye fungu la 3 wanamuuliza, ndio watumishi wa mfalme waliokuwa langoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waiharifu amri ya mfalme? Mbona wewe waiharifu amri ya mfalme? Unajua kujiuliza kwa nini Mordekai hakupiga magoti? Kwa nini Mordekai akaiharifu amri ya mfalme ya kusema wamwabudu, wampigie magoti huyo Haman? Biblia haisemi kwa nini, lakini tunaweza kugundua. Inawezekana kwamba Mordekai hakupiga magoti kwa sababu kufanya hivyo ilikuwa ni tendo la ibada, na Mungu pekee wa mbinguni aliyetuumba ndiye anastahili kuabudiwa. Mordekai akijua ya kwamba Mungu pekee ndiye anastahili kuabudiwa, akasema huyu mtu si Mungu, sio kwamba nitamwabudu, sifanyi lolote, simpigii magoti kwa sababu ni mtu sawa sawa na mimi. Rafiki yangu, je, unampatia Mungu nafasi yake kweli? Unampatia nafasi ya kwanza kiasi kwamba unamwabudu? Kuna watu ambao wameabudu mavazi yao kuliko kumwabudu Mungu. Wakati ya kupiga magoti, tupige magoti, tumwabudu Mungu, tumsifu Mungu, ama tuombe, tunyenyekee kwa maombi, kwa magoti. Kuna watu ambao hawapigi magoti kanisani kwa sababu ya vazi zao, kwa sababu ya mahali pa kuabudia. Wao wanaona kwamba wao ni wa maana kuliko hata Mungu. Kuna wengine walimu na wazazi fulani, mtoto akifanya kitu kibaya anasema wewe piga magoti, unipigie magoti, ama ukinipigia magoti ndipo nitakufanyizia hiki. Kuna wabosi ambao wamekamata nafasi ya Mungu. Wamekuwa kama wanaabudiwa, wamekataza hata watu kuenda kwenye mazoezi ya kwaya ya nyimbo. Kwenye repetition anasema wewe mfanyakazi wangu, siku ya repetition huendi kanisani, hufanyi. Mungu anastahili kuabudiwa, anastahili kupatiliwa nafasi ya kwanza. Huyu Mordekai alipatia Mungu nafasi ya kwanza. Jambo lingine, hakujidhalilisha kwa sababu ya Wamaleki, walikuwa wamelaaniwa na Mungu. Kwenye Kutoka sura ya 17, 16, 14 hadi 16. Aliona kwamba hawezi kuabudu ama kuheshimu watu ambao Mungu kwanza amelaani. Ilikuwa ni kupunguzia Mungu heshima. Akaona kwamba siwezi kumpunguzia Mungu heshima. Mungu amelaani hawa watu wa Maleki na ni watu ambao hatuendani, siwezi kumwabudu mtu huyo. Hivi mtazamo wake ulivutia mawazo ya wenzake. Hakuwa wakati wa kukaa kimya, ilibidi atetee imani. Walipomuuliza wewe kwa nini haufanyi hivi, akasema mimi ni Myahudi. Anasema hamjui kwamba mimi ni Myahudi? Imani yangu hainiruhusu kumpigia mtu mwingine magoti tofauti ya Mungu. Ikoje wewe mahali unapokaa? Je, unamtetea Mungu kweli? Unamtetea Yesu? Wakati rafiki zako ama wenzako wanakuja wanakuambia tunafanya hiki na hiki na hiki, je, unapata muda wa kutetea imani yako? Unasema Mungu nayemjua, imani yangu hainiruhusu kufanya dhambi hii. Imani yangu hainiruhusu kufanya hivi. Imani yangu hainiruhusu kukula rushwa. Imani yangu hainiruhusu kufanya hiki na hiki na hiki. Je, unamtetea?
Huyu alimtetea Yesu. Alielezea kwamba sheria ya Mungu ilimzuia kuwaheshimu wanadamu jinsi Hamani alivyotaka kuheshimiwa. Hivi chuki ya kikabila na kiburi chake kilimfanya Hamani kutafuta sio tu Mordekai, alitaka atafute hata kabila lote la Wayahudi wauawe. Hapo karibuni kabla Yesu aje, Biblia kitabu cha Ufunuo na Daniel kinatuonyesha kwamba kutakuwa kabila, kutakuwa watu, nisiseme kabila, kutakuwa kundi la watu ambao wanaabudu Mungu kwa kweli, wanaoshika amri 10 za Mungu na imani Yesu Kristo, wanaoabudu siku ya Sabato ambayo ni wanaonesha Mungu aliyeumba mbingu na dunia ndiye wanamwabudu. Kuna siku wale watu watawindwa, watatafutwa ili wauawe. Lakini ni lazima uwe miongoni mwa watakaobaki imara hata watafutiwe namna gani. Je, ni kusudi lako mpendwa kuwa miongoni mwa kundi lile litakalobaki imara? Wakati wa mwisho wataabudu Mungu wa kweli na kumwabudu siku iliyo ya kweli. Hata wachinjwe, hata watafutwe, watamwabudu kwa kweli. Natamani uwe miongoni mwa watakaoabudu Mungu kwa kweli, watakaomtolea ushuhuda wa uaminifu. Je, ni kusudi lako? Ikiwa ni kusudi lako, jiunge nasi kwenye ombi la leo. Baba mtakatifu, unaona moyo wa huyu mtazamaji na msikilizaji. Kama Mordekai tunataka tuwe na kushuhudia ushuhuda wa uaminifu. Hata kabla uje, tuendelee kuwa waaminifu kwako. Tupatie neema tufanye hivyo katika jina la Yesu Kristo.